Karibu sana kwa mara nyingine tena, na sasa moja kwa moja tunaenda kuanza na matokeo yetu ambayo tumewaletea kwa siku ya leo. Sasa kazi, ngoja kwanza kabla tuendelee na masuala ya kuchambua huo mpira, naona una saini nyingi sana. Sidhani kama dukani wanaanza kuuzia mpira maandiko kama hivyo. Saini nyingi kama saini 7 naona. Saini ngapi? Zipo kama 7. Nadhani Moja. Sio mawaziri au sio Mbona umekimbilia kwa mawaziri? Hebu ngoja. Mbona umekimbilia hii sahihi? Hii. Hebu tupe kidogo taarifa hii. Saini za Afkari samani kwanza. Kumbukumbu zangu mimi. Dabi ngapi umecheza wewe? Nyingi. Sasa kama 3 au 4? Hapana, zaidi. Lakini sidhani kama kuna itokea Moro United na Mtibwa dabi sio dabi. Dabi. Prisons na wakati mimi nachezesha Mbeya kulikuwa na Stars. Na Tukuyu Stars. Dabi sio dabi. Dabi. Basi dabi mimi nimecheza. Nataka dabi ya Dar es Salaam. Simba Azam. Watu wa Msimbazi. Simba Azam. Yanga Azam. Au si? Dabi mimi nimecheza nyingi, nashukuru Mwenyezi Mungu. Nyingi. Hapa kuna kelele hata kidogo. Sijui. Ilikuwa nini? Tuendelee na kipindi chetu. Misimamo. Ipo hivi. Hamisi, kuna vitu kwenye maisha yetu. Mimi naweza nikasema filimbi yangu wakati nachezesha, alhamdulillah, kipenga cha mwisho ambacho kinaruka hapa Azam TV kwa kipindi cha miaka 10 imenisababishia mimi kuwa na heshima ndani ya jamii. Sasa na siku zote mimi nasemaga kitu kimoja kwamba siku mimi nitakapotia aibu nitakuwa nimewaumiza sana wazazi wangu, mzee kazi, mama kazi, wataumia sana kwamba kwa nini mtoto wetu amefanya jambo kama hili. Ukishakuwa na mentality hiyo kichwani mwako, utaona kabisa kwamba utakuwa unafanya vitu kwa kuwa makini. ndio. Sasa utakapofanya vitu kwa umakini, ile heshima yako inakuwepo, inazidi kwenda mbele, thamani yako inaonekana. Nimesema hapa wiki hii kulikuwa na matukio mengi Dodoma, na kwenye ligi kuu kadhalika. Dodoma mimi nilialikwa, na huwa mimi napenda sana kuonyesha shukrani zangu pale mtu anapo ni amini. Kuthamini. Ndugu yangu Festo Sanga alinialika kwenda kuchezesha mechi maalum kati ya Bunge Football Club na benki ya CRDB, ambapo mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kaka yetu Kassim Majaliwa. Mbona saini yake hapo? Ndio maana ukakimbilia kusema mawaziri. Na nashukuru Mungu kwamba wakati ananisainia huu mpira, kuna vitu tulikuwa tunaongea pale. Nilimwambia kwamba tarehe 12 mwezi wa 7 tunaadhimisha siku maalum ya miaka 10 ya kipenga cha mwisho. Sawa. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwamba hili jambo liliweza kufika pale. Lakini mbali na hiyo, mpaka naenda kuchezesha hiyo mechi, kuna watu mimi lazima niwashukuru kwa dhati. Kaka yangu Majid wa Real Estates aliniwezesha kwenye ile safari. Lakini bila kusahau kakangu mwingine Chichi Sportswear alinipa mavazi. Director, ulitakiwa kuleta zile video. Nilikwambia wakati naongelea ulete zile video. Kwa hiyo inabidi
tuanze upya. Hii ya pili itabidi tuanze upya. Tunaanza upya. Sawa, hii ya pili. Karibu sana mpenzi mtazamaji, na naamini kabisa umeshajiandaa maalum kabisa kuweza kuangalia darasa letu la leo tunakuletea vitu gani. Omar. Naam. Ligi imekuwa na mwisho wa aina yake. Nini ulichokigundua kwenye hizi mechi za mwisho? Wa za mishoni tuseme za mwaka huu zimekuwa na ugumu na zingine zimekuwa na wepesi. Okay. Na zimekuwa na changamoto. Na kama walivyosema kwamba ligi imeisha kwa aina yake tofauti tunavyozoea ligi. Ligi inavyoisha. Sababu tumezoea ligi inavyoisha. Ina maana kama mechi zilizochezwa juzi, ina maana ligi ishaisha. Lakini ngoja kwanza, Asmani Malisofu. Samani kidogo. Nadhani nitapata nafasi baada ya kuendelea. Mimi nataka nihoji tu kuhusu mpira. Una nini? Mpira naona una saini nyingi sana. Mpira una saini nyingi sana. Sasa wewe sisi hapa ngoja. Sidhani kama dukani watakuzia mpira una katika mazingira haya. Hata dukani wanauzaga mipira ya sensen. Hii sahi kama ya waziri hii hapa hii. Waziri yupi tena? Waziri yupi? Hii sio sahi ya kawaida. Yaani ni hivi. Sisi hapa tuna mpira wetu tunakuaga nao. Na hata watu wa Kipenga wenyewe wameuzoea. Sasa leo ule mpira haupo tofauti. Huu umekuja maalum. Yaani tunachoshangaa kwamba mtuletea mpira wa CRDB Bank ambao mpira wetu sisi hauna nembo hizo. Tunakuaga nao. Ndio. Na tena mpira wetu ngoja niwashirie kitu kimoja. Huu mpira mimi nimepata zawadi kwenye mechi niliyochezesha kati ya timu ya Bunge Football Club na CRDB Bank, ambapo Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa sawa, alikuwa mgeni rasmi. Kwa hiyo baada ya mechi kuisha nilimpelekea mpira ili nipate kumbukumbu. Akanisainia. Kilicho nipa hamasa hakusaini moja kama hiyo picha unayoiona hapo. Unaona? Sawa. Hapo sawa. Hapo sasa nimelizika. Hapo umelizika kwamba mpira umesainiwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni mbunge wa Ruangwa. Sawa. Sawa kabisa. Mechi ulichezesha peke yako? Hapana, tulikuwepo waamuzi wanne. Lakini ilipokuja swala wakati wa kwenda kusaini, wenzangu walibaki chini. Refari ndio akaupeleka mpira. Na basha zikuwepo. Niseme kitu moja. Kuna vitu zaidi ya bahasha unavitegemea. Hii tukio mimi ni alikuwa maalum na ndugu yangu Festo Sanga. Okay. Mbunge wa Kiete. Mwaliko mkubwa. Na alifanya hivyo kwa sababu anajua thamani ya Osman Kazi. Lakini hebu naomba nitumie fursa hii pia kuwashukuru ndugu zangu wawili, Majid wa Emreal Estate Services na ndugu yangu JJ Sportswear.
Cheche aliniambia kazi mimi nakuvisha wewe. Kwa hiyo uniform za waamuzi zilitoka kwa Cheche sportswear. Sawa. Majid aliweza kufanikisha safari yangu ya kwenda. Na hii kwa nini inatokea hivi? Ni kwa sababu ya watu imani waliojenga kwa Osman Kazi kwamba huyu vitu anavyofanya vina impact kwenye mchezo wetu, kwenye soka letu. Ama sivyo? Hamisi, Omar, wako waamuzi wenzetu wangapi? Wengi. Kwa nini Osman Kazi? Ukishaweza kujua hilo ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Sasa jamani, stories zimekuwa nyingi. Tuna matukio 9 ya kutizama. Tuanze na hapa. Fountain Gate Football Club na Azam FC. Dakika ya 4 ya mchezo, Azam anapata goli la kutangulia. Kongo mimi goli halina shida yoyote. Halina shida yoyote. Lakini kuna swali lilitoka kwamba mbona huyu mchezaji alikuwa kwenye offside position? Ukija kuangalia huyo ni Sireli. Sawa, mchezaji mpya wa Azam. Ukija kuangalia kupitia picha hii unaweza ukadhani kwamba kweli huyu mchezaji alikuwa ameotea. Yuko peke yake. Au sivyo? But ukija kuangalia kuna huyu mchezaji baadaye anakuja Sasa kuna vitu viwili. Hamisi, wewe ni assistant referee. Nataka tuangalie hapa. Ngoja. Kuna mifano nataka niitumie hapa. Tuseme huyu mchezaji hayupo hapa. Sawa? Huyu tumwekee rangi ya blue, sio? Tuweke rangi ya blue. Huyu bwana mkubwa hayupo hapa, labda angekuwa hapa. Yuko eneo hii. Sireli yuko peke yake. Ungehukumu offside hapa? Bado sio offside. Kwa nini? Wanasema offside ni mpira ambao umepigwa na teammate. Na teammate. Yaani mtu ambaye akakupigia ni ndugu yako, umereceive katika eneo la offside, wakafanya tukio. Lakini pasi imetoka kwa opponent. Ule mpira kwa mwisho yule ameslide ameupiga, umemkuta bado offside haipo. Yaani kwa picha zote mbili, ya kwanza na pili, hata kama ingekuwa hivi alivyo, bado sio offside. Yaani huwezi kumhukumu kwamba ameshiriki, huwezi kumhusisha kwamba amepata faida kuwepo, huwezi kumhukumu kwamba ameingilia mchezo. Kutokana na mtu wa mwisho last defender huyu hapa. Na assistant huyu hapa kwa pamoja sambamba na bado hata kama angekuwa hayupo huyo hata kama angekuwa hayupo bado haina offside. Kwa sababu mpira umetoka kwa mpinzani wake. Ambayo kwa dhamira kabisa. Amekusudia kwamba anarudisha nyuma. Inakuwa back pass. Na back pass siku zote tunasema no offside. Hakuna offside. Kwa hiyo hata kama huyu angekuwa hapa mbele ya Sireli, au sio? Bado kwa sababu mpira umetoka kwa opponent. Huwezi ukamhukumu. Au sio? Haya. Hii ya kwanza. Ya pili, hii mechi ilikuwa na matukio ya penalty. Okay? Omar Yusuf, hii ya kwako. Hii ya kwako. Nataka niangalie.
Kila mara moja tu. Penalty. Why penalty? Acheza mguu. Hajaucheza mpira? Mpira hajaucheza. Angalia vizuri. Ndio nakuja sasa. Angalia. Penalty. Usiangalie kwa jicho la mazoea. Mimi nimeangalia, sio la mazoea. Mimi nimeangalia vizuri tu kabisa. Mpira kacheza nani waloangushwa Fei? Hapana. Nani hii? Nani? Sopo. Unaona mpira huo kausogeza. Unaona? Hapo. Hiyo hapo. Unaona? Unaona? Sawa? Penalty safi kabisa. Kwa hiyo defender jezi namba 28 mpira hakuugusa. Kagusa. Foul gani? Careless, reckless. No card lakini. Kwa hiyo inakuwa careless foul. No card. Kwa sababu hakuwa mwangalifu kwenye kuweza kucheza huo mpira. Au sivyo? Hapa hamna kadi. Hakuna kadi hapa. Haya. Kwa hiyo tunakubaliana. Kazi nataka niangalie hapa. Nikurudishie? Nataka niangalie hapa. Hapo no simulation. Twende sopu. Tako. Penalty. Hakika. Au sivyo? Kama baada kublokiwa pale angekunja miguu afaka akachiti. Lakini sababu kanda mzima kwenye mpira hadi mpira kauangukia sehemu ya hatari. Penalty. Na bado ule mpira ukawa bado unakwenda haujaguswa na defender. No. Yeah. Clear penalty. Kwa hiyo tumekubaliana. Hiyo clear penalty. Omar Mdoe alikuwa makini. Kwa sahihi kwenye hilo. Yes. Na hii ndio ilikuwa goli la 3 ambayo ilipatikana kwenye dakika ya nyongeza ya pili iliyopeleka magoli yakiwa 2-2. Goli lilikuwa haya. Fountain Gate nao walipata penalty. Hii tukio imenipa maswali mengi. Nani kamchezea mwenzie harafu? Nani kamchezea mwenzake foul? Sina slow motion hapo. Au ndio utaiona. Nataka ije kama ile ya sopu ile. Au nataka ije kama sopu? Kazi mimi mara nyingi huwa nakuwa mkweli. Naam. Mara nyingi huwa nakuwa mkweli. Segemee mtu mbele akataka kucheza foul. Hiyo penalty. Penalty imepigwa? Penalty. Sahihi. Sahihi kabisa, sababu huyu yuko mbele anakwenda. Tuangalie. Unaona? Hapa ndipo mtegea. Hapo sababu nyingine ambayo imefanya mpaka yajulikane huyu ile kurukaruka ile anafanya nini? Atakudanganya pale. Ngoja mimi kidogo naweza kuwa tofauti. Kabla hujawa tofauti. Hebu angalie vizuri. Angalia vizuri. Kwani alikuruka ile? Kwamba kaumia. Nani kaenda chini? Hapa angalieni miguu hapa jamani. Angalieni miguu. Umeona kilichotokea hapa? Angalieni huu mguu hapa. Kajigonga pale kwenye mguu.
Umeona? Tunaweza tukasema it was not intentional. Wote walikuwa wanakimbia, but haimaanishi kama haikuwa intentional tusikuhukumu. Au sio? Alimpotezea balance. Alimpotezea balance. Huyo mchezaji wa Azam, beki wa Azam. Yeah. Hapo mguu wake ushatua chini bado. Ndio unaelekea kutua chini. Unaelekea kutua chini. Na huyu mguu wake uko juu. Wakati mguu wake uko juu, huyu mguu wake mmoja ndio unakwenda chini. Yes. Huko juu. Yeah. Huyu mchezaji wa Azam mguu wake ndio unaelekea kutua chini. Kwa wakati tunaelekea kutua chini, waangalia hao wote wakati mpira unapigwa, wote wanauangalia mpira. Wote akili zao ziko kwenye nini? Mpira. Kwenye mpira. Sawa? Ngoja tuangalie kwanza mwanzo. Waangalie sasa. Wote wanaangalia juu. Unaona wote? Wanaangalia juu wote. Kwanza huyu forward wa striker yeye ndo alikuwa nyuma. Striker alikuwa nyuma. Alikuwa anaangalia mpira. Na beki defender alikuwa anamwangalia mpinzani. Hapo tulia hapo. Hapo muangalie huyo beki. Okay. Anautazama mpira. Anautazama? Yeah, sawa. Mpira. Sawa. Unadunda. Haya. Twende sasa. Striker amefanikiwa kumpita. Yule amefanikiwa kumpita. Kwa hiyo wote macho yao yanaangalia mpira. Okay. Kwa hiyo maana yule striker anaweka mguu wake wa kushoto chini. Ndiyo. Na huyu anaweka mguu wake wa kulia. Striker anaweka mguu wake wa kushoto. Wa kushoto. Anaweka chini mguu wake wa kushoto, mguu wake wa kulia uko juu. Ndiyo. Huyu beki anaweka mguu wake wa kulia chini, mguu wake wa kushoto uko juu. Huyu striker mguu wake wa ulobaki wa kulia ukaja kugonga katika mguu wake mguu wa kulia wa beki. Sasa mimi nikuulize kitu kimoja. Aliyoko mbele sawa na aliyoko nyuma, nani ana clear sight ya footstep ya kupata mpira? Footstep yani hatua. Nani anaona kwamba hapa ninapokanyaga ni salama kuliko nikiangalia kwa nyuma? Sio? Nani anaona aliyoko mbele? Anaangalia mbele, anaangalia mbele. Au sio? Kwa hiyo hana clear sight ya nyuma. Na huyu wa nyuma ambaye naye anamtazama mwenzake aliyoko mbele. Kumbuka hawa wote akili yao ni nini? Mpira. Wote akili yao nini? Mpira. Akili yao haipo sasa hapa chini miguuni. Okay, sawa. Iko hapa. Kwa hiyo akili yao yote iko katika mpira. Akili yao iko katika mpira. Kwa hiyo maana yule striker wakati anakimbia anakanyaga mguu wake wa kushoto chini. Unaona mguu wake wa kulia uko juu. Huyu beki mguu wake wa kulia uko chini. Yeah. Mguu wake wa kushoto uko juu. Mguu wa kulia wa huyu umekwenda kugonga na ukirudisha wa mbele ukamgonga wa nyuma. Huyu mguu wa nyuma. Sio wa nyuma kamgonga wa mbele. Sio wa nyuma. Hapana. Kazi. Ngoja. Jibu lake lipo wapi? Jibu lake lipo hapa, vitu vitatu. Angalia vitu vingapi? Vitatu. Kutokujali. Kwa mzembe, nguvu ya ziada. Sawa. Yule Azam pale ni uzembe. Hapana. Ibali simtia kwa uzembe. Kwa sababu wala sijamtia kwa kutokujali. Ndio maana akasema hivi, huyu aliyekuwa mbele anakwenda na huyu wa nyuma, nani mwenye nafasi nzuri ya kucheza ule mpira? Kwa hiyo wa nyuma wanapokuja kaba kwa nidhamu. Kumbuka ule mpira. Kamgusa ule mguu, kama usingeingia asingemgusa. Kwa hiyo kamwekea mguu ili aguse. Sawa. Kumbuka ule mpira wote wawili wana nafasi ya kucheza. Lakini wote wawili wana nafasi ya kucheza. Nani ana nafasi bora zaidi ya kucheza? Wa mbele au wa nyuma? Mwenye nafasi bora ni wa mbele. Wa mbele. Wa mbele ana nafasi bora. Sasa twende. Mimi nakupa jibu hapa sasa hivi. Mpira huu hapo unakwenda. Sawa? Haya. Okay. Wakati hawa wawili walipokuwa wanaokimbilia mpira, angalia speed ya kila mmoja, alafu angalia mchezaji wa Azam ghafla anapunguza mwendo.
Umeona kama kashika breki fulani. Sawa? Ina maana akaamua kubaki nyuma. Kwa sababu kahakikisha mpira unaenda wapi? Yeye kwa imani yake kwamba mpira unatoka. Lakini mpira ulikuwa wapi? Ulikuwa ndani ya uwanja. Au sio? Halafu mguu wake ndio unatua chini. Hapana, sio kwamba unatua chini. Hapo nataka kuna swali langu linakuja. Subiri kwanza kabla hujauliza swali. Ngoja tuelekezane kidogo hapa. Sawa? Tunakuja hapa. Huyu wa Fountain alikuwa anaukimbilia mpira. Sawa? Kwenye kuukimbilia mpira, wote walikuwa wanaukimbilia mpira. Huyu aliamua kupunguza mwendo. Ndio. Wa Azam aliamua apunguze mwendo. Lakini yeye alikuwa anaukimbilia nini? Si akaupunguza mwendo ili auachie mpira utoke nje. Kapunguza mwendo au anatembea, anaukimbilia nini? Nani? Huyo Azam. Anaukimbilia. Mwanzo alikuwa anakimbizana na striker wa Fountain ili kuhakikisha kwamba haleti madhara huyo striker. Sawa. Au sio? Sawa. Na baada ya kuona kwamba mpira umekaribia kutoka nje, tuseme yeye akaamua kupunguza mwendo. Lakini mwenzake wa Fountain akaona huu mpira mimi ninawahi. Akaamua kuongeza speed. Awahi mpira. Bahati nzuri kwa Fountain Gate, bahati mbaya kwa Azam, mguu wa huyu striker unagongana na mguu wa nani? Wa mchezaji wa Azam. Mguu wa striker wa Azam. Striker wa Azam. Nani? Defender wa Azam. Mguu wa striker wa Fountain Gate unagongana na mguu wa defender wa Azam. Sawa? Kugongana kule kulisababisha hakukusababisha yule mchezaji kupoteza balance. Kugongana kule? Kugongana kule kulisababisha yule kupoteza balance. Hapa ndio jibu letu. Bado? Hapana, tayari. Bado. Hapo ndio tayari kwa sababu unasikia wakati hiyo foul inatokea. Au sio? Mpira ulikuwa mchezoni. Sawa. Twende taratibu. Wakati ule mguu wa striker ulipoenda kugongana na mguu wa beki, ni eneo gani? Ni eneo la chini au eneo la kati au eneo la goti, ili tujue yule amezamilia kufanya ile faulo. Eneo gani lilikogonga? Wote wawili walikuwa kwenye momentum ya kukimbia. Forward pamoja na defender. Sawa. Kwa hiyo mguu kinyanyuka, au sio? Na njoo nakuja. Ama njoo nishikie mpira. Shika mpira. Mpira hautakiwi kuchezewa. Tunajua una sign ya sawa. Nyanyua mguu. Mimi nanyanyua. Sawa. Na mimi mguu unakuja chini. Unakuja hapo. Au sio? Wewe sasa hapo mguu wako sio hivyo ulikuwa. Bana, huna mazoezi sasa hivi. Ngoja sio na tizi iko vizuri kishenzi. Umeona? Mimi ndo nakwenda sasa nafuata mpira. Sasa. Umeona mguu wangu? Umesemaje wewe unafuata mpira? Mimi nafuata mpira. Na wewe mawazo yako yako wapi? Yapo mbele. Na wewe mawazo yako wapi? Mimi hapa mawazo ni vitu viwili. Wewe pamoja na mpira. Kwanza lazima ujue kwanza yule beki hajabaki kama hivyo ulivyobaki wewe. Eneo liko distance unabishana. Unaona hii distance unabishana? Ndogo. Unaona? Lakini mguu wako wewe huu uko hapa. Sawa. Umekanyaga. Mimi hapa nishamvuka huyu. Sawa. Ndo natoka. Mimi nainua, lakini mimi naangalia. Sasa mimi nikifanya namna hii? Nikifanya tu namna hii kidogo. Kwa sababu tuko kwenye motion. Wewe mpaka ufanye. Ngoja kwanza. Wewe hapo mpaka ufanye. Huyu sikia Omar, ipo hivi kwamba mimi natakiwa kuwa makini na hatua zako. Mimi ambaye nipo nyuma. Natakiwa kuwa makini. Tunapoendesha gari. Au sio? Unaambiwa unaendesha gari ya mbele na ya pembeni yako na ya nyuma yako. Au sio? Sawa. It is the same hapa kwamba ukisha kwa defender kuna forward anaukimbilia mpira. Wewe unatakiwa kuwa makini na hatua za huyo, usije ukamgusa kwa bahati mbaya, akidondoka utahukumiwa wewe kwa bahati mbaya. Na ndio hicho kilichotokea hapa. Wewe huyu amehukumiwa kwa kufanya. Ndio maana tumesemaje? Careless
foul. Hakuwa makini na miguu ya huyo amehukumiwa kwa kufanya kosa hakuwa makini la bahati mbaya. Yes. Ajibu nyingine ya kazi, ajibu nyingine unakwambia unapokuwa eneo hilo ndani, hapo ndani hapo. Ndio. Nasema ukabe kwa nidhamu. Kaba kwa cheza kwa nidhamu, eneo hilo. Cheza kwa nidhamu. Eneo la 18. Yaani sababu ya hiyo eneo la penalty sio cheza kwa nidhamu. Sababu kama yule angekuwa kwa bavuni, tukisema shoulder to shoulder. Yeye iko nyuma yake. Ni kwamba na yule ana engo yake, ni kwamba na yule mpira haufanye kazi bado. Huyo anataka azibe engo yake asende golini. Alokuwa nyuma. Kwani mchezaji aloka mbele ana uwezo wa kumchezea faulu alokuwa nyuma? Jibu ambayo umejibu kazi. Labda iwe kiwiko. Labda kiwiko. Lakini mguu machache sana amnani. Kazi amesemaje kwamba kumguza kwake kule akuja kumtoa, yani kumtoa balance ya kushinda kucheza mpira. Ndio pale kamtoa kwenye balance. Kamtoa kwenye balance. Ule mguu. Mimi unajua mita turu wangu ule mguu umegusa hapa. Iwe hapa. Umegusa hapa au umegusa hapa. Yeye kokote kwa kile umemgusa tayari. Contact tayari. Je, wakati ule mguu wa yule forward unagusa nyuma na huyu beki wakati anavyokimbia akili yake, yani huyu ngoja huyu beki anaangalia hapa au anaangalia mpira? Anatakiwa kuangalia kote kwamba aliyoko mbele yangu nisije nika sawa nisije nika kazi. Kumbuka kwamba huyu beki alikuwa mbele, sikatai, umekubali forward alikuwa sawa, forward alikuwa pitwa, forward alikuwa nyuma. Kwa hiyo akampita forward kwenye kumpita beki. Kuna foul yote alifanya. Mimi naweza kukutolea yule akampita huyu forward, yani huyu forward, najua maforward ni wajanja sana, akampita hapa kwa speed. Baada alichompita kwa speed huyu forward alipoona tayari nishampita akuelekea tena hivi. Kwa hiyo alipompita akaingia kwenye njia yake, hajaingia kwenye njia yake. Yeye ni kuhakikishia, angalia hapa sasa beki ndio atakuingia kwenye njia. Angalia, naona beki atakuingia mbele, ameshindwa. Umeona? Nimeona nini? Angalia kwanza hapo. Kazi mimi naomba mdoe kwanza, mdoe. Anafanya mdoe. Mdoe kaonesha pela. Haiko mbali kwanza, na kaliona tukio hilo. Mdoe yuko mbali. Yuko sahihi kabisa, unaona? Subiri. Wote wanaangalia jua. Hakuingia kwenye njia yake. Hajaingia kwenye njia yake. Mdoe yuko sahihi. Huyo hakuwa makini tu na mwenzake. Hakuwa tu makini na mwenzake. Halafu yani ule uzembe. Ngoja. Kabla hatujaenda mapumziko, hebu naomba nimalize na hii hapa. Mbona kuna mguu wa huyu jamaa tunaona kama vile kaupeleka kwenye nini? Amepeleka kwenye miguu ya striker. Kapeleka. Angalia nani? Omar, sikiliza. Unajua uzuri sisi tuna video. Au sio? Angalia mguu wa kulia wa huyu jamaa. Umeona alichokifanya? Kapeleka mguu kwenye mguu wa mwenzake. Tusimtetee. Mimi wewe beki tunyoke, umesikia? Tunyoke. Beki amepeleka mguu kwenye miguu ya yes. Amemgusa tu. Amejua huyu mimi nikimgusa huyu hatoa mpira. Sio huyu forward. Ngoja. Sio huyu forward kajigonga mwenyewe kwenye hata. Hamna. No. Hamna. Kagusa kabisa. Tupate mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja kuangalia matukio konki yaliyotokea katika raundi hizi mbili. Hichi ni kipindi cha pili cha kipenga cha mwisho kwa siku ya leo. Sasa matukio 6 tuliobakiwa nayo ni matukio ambayo yalikuwa na maswali kadha wa kadha ndani yake. Tunaanza na mechi kati ya Azam Football Club na Tabora. Goli la pili la Azam Football Club kwenye mechi ambayo Azam alishinda goli 5-0. Sawa? Goli la pili lilifungwa na striker Jibril Sila.
Ames. Offside si offside? Offside. Offside. Hakika kabisa. Hakika kabisa. Haina kupepesa macho. Offside clear. Kwa nini unasema offside? Yuko mbele kuliko vyote. Mpira na mpinzani wa pili wa mwisho. Mpira na mpinzani wa pili wa mwisho. Assistant kwa. Assistant atakuwa huku karibu na kamera. Anajibili miguu yote miwili iko ndani. Bodi yote miguu yote miwili iko ndani. Angezidi mkono akasema mkono au kuna mchezaji hata mmoja wa Tabora ambaye miguu yote miwili. Yote miwili iko ndani. Mwili mzima uko ndani. Hebu ngoja tuangalie. Kuna angle tunaweza tukapata kitu. Tayari. Labda. Paka mpira unaachiwa tayari uko ndani. Wala mpira hujaachiwa bado. Hatujapata angle ya kuweza kumwona assistant referee position yake ilikuwa vipi. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba goli hili offside. Ilistahili kuwa offside. Au sivyo? Haya. Nakuja mechi ya KenGold na Simba. Wajihi refari kutoka Tanga huyo. Omar, nipe maelezo ya hii tukio. Dakika ya 82 ya mchezo. Penalti bwana hiyo. Hiyo penalti. Unadhani nini kilisababisha Wajihi asitoe penalti? Kilichosababisha asitoe penalti? Sio kama kuona. Kaona na position yake alikuwa yuko karibu. Yaani kaziangalia hizo goli 5 tu. Na dakika. Yaani alizoangalia sio dakika goli 5. Basi shakuwa 5. Shakuwa 5. Hastahili tena kupata penalti. Lakini sio hajaona. Ni sahihi. Kaona. Ni sahihi. Sio sahihi. Ila kwa yeye tu kili yake kaona ashapata goli 5. Na penalti tena ni wape? Aha. Nitaimbwa. Nitaimbwa sana. Kina akwa nje. Ile ndani. Nje ule mpira kaweka ndani. Ngoja tu uthibitishe. Guswa nje wewe. Kaunga ndani. Hapo, naona hapo. Juu ya mstari. Juu ya mstari nje sasa hivi. Ndani hiyo. Sijui mstari hapo. Sasa kwa juu pale na ndani. Sijui ya mstari? Huku. Juu ya mstari. Fade mwanza ndani. Mguu wa kulia huko. Subiri jamani. Subiri kidogo tu. Hiyo kwa nje. Hapo. Ni faulu kwa nje. Mguu hapo. Wale mguu hapo. Wale mguu mwekundu. Aka mpira kwanza. Ngoja bwana. Mguu anakokotea mpira upi? Wa kushoto. Amekomba. Amekomba na kushoto. Alokokotea mpira upi? Hebu ngoja urudie. Kamkomba hivi na kushoto. Ndio alokokotea mpira upi? Ngoja iangalie. Mguu naipenda hii ya referee na assistant wake. Angalia. Naipenda hii. Mguu wa kushoto lakini hiyo bwana. Hii ya Omar Yusufu. Sawa. Mimi kule mguu wa kushoto na kuangalia juu ya mstari. Ukifunika nazunguka. Mguu wa kulia uko ndani. Na mguu wa kulia ndo ule alokokotea mpira uko ndani. Kwa hiyo hii ni penalty. Nazunguka bwana. Haina tatizo. Hamis, foul ikifanyika juu ya mstari. Tunahukumu hiyo foul imefanyika wapi? Ndani ya eneo au nje ya eneo? Nje ya eneo. Juu ya mstari. Juu ya mstari haujatoka huko ndani. Usi ndo mstari. Sikia basi. Juu ya mstari haujatoka huko ndani. Juu ya mstari wa penalty area ule. Uko juu ya mstari. Uko nje. Swali dogo kubwa nje. Sawa, swali dogo tu linakuja. Kabla Osman Kazi hajagusa. Ukihesabu miguu yako miguu ya 18. Pale ulikuwa kama mstari ndio inaishia
hatua ya 18 au pale kuna hatua ya 19? Pale ulikoweka mstari pale ndio mwisho wa hatua ya 18 au ya 19? Kitabu inakwambia mpira ukiwa juu mstari haujatoka haujaingia. Ngoja basi taratibu. Kitabu kinasema hivi. The boundary lines are part of the field of play. Mistari ya uwanja ni sehemu ya uwanja. Sawa? Haya. Boundary lines ya penalty area are part of the penalty area. Boundary lines of the goal area are part of the goal area. Touch line. Unasikia? Wao wamesema boundary lines, ina maana goal line na touch line. Au sivyo? Kwa hiyo kwa maana hii, huu mguu wa kushoto ambao upo juu ya mstari yenyewe inatosha kuthibitisha kwamba ni penalty. Sawa, tuache. Tuseme haikuwa penalty. Ilikuwa nje. Ili faul. Katoa faul. Alitoa faul. Kwa hiyo tunabaki pale pale. Ni faul, ni faul. Kwamba Wajii hakutoa faul. Wewe baki na hiyo. Omar, wewe baki na kwamba Wajii hakutoa penalty. Issue ni kwamba hakutoa penalty. Hakuhukumu penalty. Au sivyo? Goli 5. Kuna mtu akapigwa 10 kule kwenye nani? Na bado penalty inapigwa. Kwenye Club World Cup. Kuna mtu kapigwa 10. Au umesahau jamani? Mwanangu Asmani ule. Asmani ya Kigoma. Kwa jina. Asmani ndo. Ndio namkubali sana ule. Yuko makini sana. Nipiga naye kazi hiyo vibaya sana. Yaani kwa timu maana masiara. Haya. Offside sio offside. Offside. Clear offside. Sasa imagine position aliyopo yeye hayupo katika eneo la nani la offside, lakini aliweza kuikamata hiyo. Na kaikamata offside moja ngumu mno. But offside kaihukumu. Pigeni basi makofi jamani. Hii picha Osman, hii picha hii. Hii picha hii. Huko Osman alipo. Anaiangalia afa anacheka sana. Yeye sababu anacheka. Sababu anacheka. Kuna mstari ulipo. Hapo na yeye alipo. Kuna karibia yadi 2 zaidi mbele. Na hiyo ndio iko mara nyingi sana hiyo. Lakini kakamata offside. Ni bora ukatae goli kuliko kubali goli. Naona yuko timamba, yuko sahihi. Yuko vizuri. Safi. Au sivyo? Hapa kongole yake bwana Osman yuko alipo. Haya majina ya Osman jamani, sio majina ya kawaida. Haya. Hapa. Prisons dhidi ya Young Africans. Hapo vipi? Offside. Jamani, mbona haida kupepesa macho. Assistant pamoja na kuwa miguu 7 si uko mbele, no. Anasema no, don't roll. Lakini watu wawili wale tayari na bado ikapigwa pasi na ile pasi ya via mwisho kumalizia safi tu. Sababu nani Chama alikuwa nyuma ya yule. Lakini hiyo ya kwanza hiyo. Sasa nini tena kazi? Mstari ule pale unakuonesha. Unajua niwaambie kitu moja. Tusichambue tu tukio kama tukio. Tuchambue position ya assistant. Nini kilimsa assistant referee kila mara anatakiwa kuwa sambamba na second na second defender. Second last defender. Au sio? Hivi hakuona kwamba yeye hapa alipo hayuko sambamba na second last defender? Hii tuseme alijisahau. Assistant
hapo assistant sio kama anajielewa. Ana kwanza flag yana. Flag kaiweka nje ya uwanja. Kaiweka nje ya uwanja. Flag yana sasa. Ndio. Flag unaiona flag. Ukisema flag hana, hebu tufahamishe vizuri Omar. Unamaanisha nini unaposema flag hana? Flag mimi sioni. Amesema tuonyeshe nani alama za flag. Naona unazo flag zako. Unazo flag. Flag yake itakuwa ikae wapi? Ikiwa shambulizi linakuja hapa nilipo mimi. Shambulizi linakwenda huku ni hapa. Flag yako unaona iko wapi? Hata napokwenda ni hapa. Flag yako si inaonekana huko? Nakwenda huko nyuma ni hapa. Na flag ionekane na sio hivi. Flag itulie. Osman, flag yuko wapi? Unaiona? Ile pale. Flag ile. Flag iko mkono gani? Kushoto. Hiyo hapana. Kushoto. Alikuwa sahihi. Yuko sahihi. Flag yake imepayuka sana. Rangi yake. Hayo iko kama flag. Achana na issue ya flag. Position yake. Position yake pua. Unasema position? Pua. Position sio sawa. Unajua ukisema pua unaweza ukawa unamaanisha pua yetu. Position yake mbovu. Yaani alotoa flag yuko vizuri. Alotoa pasi Chama yuko vizuri. Chama yuko sahihi. Alokuja kumalizia yuko sahihi. Hiyo offside kwa ngoja tuangalie hapa. Hapo Mzize offside. Pasi ya Mzize hiyo. Hebu ngoja beki hajagusa. Beki hajagusa sio kaongeza pasi beki huyo. Kama kaongeza pasi? Kama kagusa pasi katoa pasi. Ngoja tuangalie hapo. Katoa pasi. Ngoja tuangalie. Katoa pasi mwenyewe, hebu ngoja. Hapana. Hajagusa. Hapana. Basi sasa tunaenda kachukua viashirio. Viashirio vya kupeka mguu kama kagusa nini. Lakini kwani kama defender pale aliugusa mpira ndio hiyo offside inakufa? Kwani kaucheza au kaugusa? Kwa mguso kwa mara mwisho kwa mguu. Kwa sababu kuna ule mguso wa to save a move. Alafu kuna ile ya kukusudia kama ile la Fountain Gate. Hii tunaiweka wapi? Yaani ile ambayo unaikataa kwamba sio dhamira ni reflection. Yaani ukipiga kwa katika mpira. Ndio. Kwa kubabua akamkuta mtu. Ndio. Sawa. Lakini ile umedhamiria amepeleka mguu. Kabisa umedhamiria ya kucheza. Ametoa pasi mwenyewe. Hiyo kichwani, hiyo kiungoni. Kwa hiyo hii tumekubaliana offside. Ilikuwa offside kwa sababu hajagusa. Sawa. Haya. Jamani, hii naomba mtizame kwa umakini mkubwa. Mali kazi kwako. Hapana, hii ya kwako. Hii ya kwako wewe. Mpira umevuka haujavuka. Golia tuangalie golia. Ito jibu langu. Ndio yako hiyo. Goli. Ameinamia ndani na mguu wake huko mstarini. Upo juu ya mstari. Lakini mwili wote uko ndani. Mpira wake. Hapa kaudisha. Sawa. Changwale kwa sahihi hapo. Position yake ipo sahihi. Kwa kubali ya goli yupo sahihi. Position hayupo sahihi. Position sio sahihi. Sio sahihi. Yaani ningependa kama angefanya hivi. Yaani hapa unaua. Kwa sababu kutoka kwenye corner flag mpaka hapo alipo assistant
kuna yadi mbili pale, au sivyo? Yadi mbili, yadi moja na nusu tuseme, au sivyo? Kama ingekuwa very tight, hii obviously kwamba mguu umeenda juu ya mstari alafu ya mwili wake tayari ulikuwa ndani, sawa, ni goli, sawa. Lakini kama angeupeta huo mpira, hii ingekuwa ngumu, kuna nini, au sivyo? Kwa hiyo hii haina shaka kwamba ilikuwa ni goli sahihi. Sasa Omar, hii kwako leo nimegawanya vizuri kazi samani kidogo. Hebu ile goli la 5 la Max, goli la 5 la Max tunakuja nayo wiki ijayo. Bado unajua kuna mechi ya finali ya CRDB Bank Federation Cup. Kuna matukio yatapatikana pale na nani. Kuna matukio bado tutakuja nayo wiki ijayo. Okay, haya. Twende hapa. Kwa nini goli imekataliwa? Shida nini? Nini shida ya goli? Kwa nini goli limekataliwa? Mbona sio ni shida? Ni shida naiona. Nini? Mwamuzi anapotoa direction ya foul ifanyikie hapo, alafu mabeki akaomba 10 yard yao, lazima mpira ukipigwa utoke kwa ruhusa uwe umeruhusiwa. Sasa baada ya kuwekea pale akawahesabia wale 10 yard yao, ona akapanga pale, naona hapo. Yes. Haya, sasa tuchukue hapa, hata kabla mpira haujachezwa na mtu yote hapa, mkono wa mwamuzi ulishaenda mdomoni, akasimamisha mchezo, kuthibitisha kwamba sija kuruhusu. Sawa? Then anamwonyesha kwamba nilikwambia subiri firimbi yangu, au sivyo? Kwa hiyo this is clear kwamba huyu amepiga mpira bila ruhusa ya mwamuzi. Kwa hiyo hawa nani Dodoma nani timu gani? Prison wameomba, wao ndo waliomba 10 yard. 10 yard. Ndio hapo wakahesabiwa. Wakahesabiwa. Hata pia wamepigwa wenyewe wanaangalia. Waomba 10 yard. Sawa. Mwamuzi hapo yuko sahihi. Afu ngine kazi hata nyinyi wazani wewe wakati ulikuwa unapiga filimbi, baada ya kutoa swala kama hilo, wakati wakija kama vile kuna kuwa na uangalifu wa macho kwamba uangalie nani anacheza faulu. Of course. Ili waone kwa sasa tayari ndio wanaruhusu pigo. Kwanza hapo naona mwamuzi hajaruhusu. Tena cha pili mwamuzi hajachukua position yake bado alikuwa hapa, na ndio maana alimwambia subiri, ndio maana anatafuta position yake. Kwa hiyo hapa anachokuja anakuambia subiri nini? Filimbi yangu. Subiri filimbi yangu. Unaona yuko sahihi nani huyo? Referee yuko sahihi. Wa Morogoro nani? Mwinyi, sio Mwinyi? Hapana. Huyu wa Singida huyo. Ndio Mwinyi yake. Mwinyi? Mwinyi si Mwinyi. Yuko sahihi. Anajitahidi sana. Anacheza. Chumapatia yuko makini. Anacheza vizuri. Yuko makini. Basi mpenzi mtazamaji, kwa muktadha huu wa haya matukio ambayo tumewaletea kwa siku ya leo, hatuna la ziada leo. Nilikuwa na wenzangu hapa Omar Yusuf pamoja na Hamis Pondamari hadi Alhamis ijayo, ambayo kuna matukio lukuki tutakuletea kutoka katika mashindano mbalimbali, ikiwemo finali ya CRDB Bank Federation Cup na
Dabi bwana, mbona dabi inaweka mbali? Sitaki nitaje. Sitaki kuitaja. Au sio? Sitaki kuitaja. Finali ya CRDB. Finali ya CRDB. Yeah. Yes, finali ya shirikisho. Yes. Kati ya Young Africans na Singida Black Stars. Na kesho kuna finali nyingine. Omari, mbona ulizi wewe? Safari ya Dodoma hujaambiwa. Ya Tanga Yesu. Nakumbuka Tanga ulishaambiwa Tanga kuna safari. Sasa huyu tutaraga ana mambo mengi. Huyu bwana Dodoma nilimwambia mimi nitashika hata bendera. Asuka mchukua nani? Ya mimi sikushika bendera mimi siwezi. Tafuta moja bwana. Ashike bendera mimi siwezi bendera. Tafuta moja. Hapa kati tafuta. Acha kipenga. Alafu nitacheka Subhani bendera anapokwenda nao chini.